Wanachama 17 wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Shinyanga wamefikishwa mahakamani kwa kosa la kupanga kufanya matendo ya kigaidi pamoja na kosa la kula njama za kufanya kosa la ugaidi. Washtakiwa hao wamefikishwa leo katika mahakama ya hakimu mkazi Shinyanga, ambapo kati yao 3 wanashtakiwa kwa kosa la kupanga kufanya ugaidi na wengine 14 kwa kosa la kula njama za kufanya ugaidi. Kesi hiyo imesikilizwa na hakimu mkazi mfawidhi mahakama ya hakimu mkazi Shinyanga Guerrero Mwakihaba. Washtakiwa hao kwa mara ya kwanza walifikishwa mahakamani Julai 24 mwaka 2026 na kusomewa mashtaka, ambapo leo wamefikishwa kwa mara ya pili, na kwamba washtakiwa 3 wanaoshtakiwa kwa kosa la kupanga kufanya matendo ya kigaidi ni pamoja na katibu wa Chadema kanda ya Serengeti Jackson Mnyawami, Daniel Athmani na Jackson Kabyeseleza. Hakimu mkazi mfawidhi mahakama ya hakimu mkazi Shinyanga Guerrero Mwakihaba anayesikiliza kesi hiyo amesema itasikilizwa tena Agosti 17 mwaka 2026, ambapo kwa upande wa washtakiwa wanatetewa na jopo la mawakili 3 wakiongozwa na Peter Kibatara, wakili Gaston Gelbindi ambaye ni mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu makao makuu ya Chadema, na wakili Alex Masaba na Glory Ulomi. Upande wa mawakili wa jamhuri ni Joseph Mwakasege, Leonard Kiwango, Nyamganyanga Magote. Katika kesi hiyo wameeleza kuwa bado wanaendelea na uchunguzi, hivyo kutokana na hilo ikapelekea kesi hiyo kuahirishwa hadi Agosti 17 mwaka 2026. Sikilize wakili Gaston Gelbindi ambaye ni mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu makao makuu Chadema. Leo tulikuwa na kesi zinazowakabili wanachama wetu, na kama ambavyo mnafahamu yako mashauri 5, ziko kesi 5, lakini tuna jumla ya wanachama 17 wako ndani. Mashauri 4 kati ya hayo yameahirishwa mpaka tarehe 17 mwezi wa 8, na hoja ya jamhuri ni kwamba hawajakamilisha upelelezi. Na tunashangaa unaweza ukamata mtu na ukamleta mahakamani ukampa kosa kubwa kama hilo la ugaidi wakati upelelezi haujakamilika. Kwa hiyo inaleta kichekesho kidogo kwenye masuala ya kisheria, kwa sababu kile kilichokufanya ufanye uamuzi kwamba makosa haya ni ya kigaidi, maana yake ni kwamba ulikuwa umeshafanya some sort of investigation, halafu unakuja mahakamani unasema upelelezi haujakamilika. Kwa hiyo tumeiambia mahakama, wakili kiongozi Peter Kibatara ambaye nafikiri hayupo anafanya mambo mengine. Pia tumsikilize makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa John Heche, ambapo amesema kukamatwa kwa wanachama wake akiwemo katibu wa kanda ya Serengeti imewasikitisha na kutaka haki itendeke. Tumekuja mahakamani leo kwa kesi ya viongozi wetu ambao ni 17 ambao wameshtakiwa kwenye mwendelezo ule ule wa kesi za kutengeneza, kesi za kubumba, za kujaribu kuintimidate Watanzania wasidai haki zao za kisiasa, haki za kupata uchumi, haki za kupinga ufisadi kwenye nchi hii, haki za kudai elimu bora kwa watoto wao, na haki nyingine zote ambazo tumepewa tangu mwaka 1992 na katiba yetu baada ya kuruhusu mfumo wa vyama vingi. Watu wanaopaswa kukamata wakiwa wamepeleleza, kwa sababu unapokamata mtu ina maana unamfungulia kesi, una ushahidi tayari, umeshafanya upelelezi. Wanatuambia upelelezi haujakamilika. Maana yake nini? Ulimkamata kwa hisia. Yaani unakamata mtu halafu ndio unaanza kupeleleza. Unapeleleza ukiwa naye ndani. Unapeleleza nini? Maana yake hilo tukio lililomshtaki nalo ni lipi hasa? Kwa sababu unapaswa unapomshtaki mtu una kila kitu mkononi kwako, uruhusu sasa watu wengine wachukue nafasi kupima hicho unachoita kama ushahidi wako, kama kina mantiki, kina logic, ili kiweze kwenda kwenye processes. Unapokamata mtu na kuendelea kumkalisha ndani kwa kumpa kesi kubwa ambazo zina dhamana, unaumiza familia yake, unaumiza chama, kwa sababu hawa ni viongozi wa chama, unaharibu uchumi.